Basi darasa letu linaendelea, ni darasa maalumu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tunaendelea katika sura ya 12 ambayo ni suratu Yusuf, na kwa hakika tuko ukingoni mwa sura hiyo. Aya ambayo leo tutaondokea nayo, kauli ya mtukufu subhanahu wa ta'ala, anasema Mola wetu, wakaayin min ayatin fis samawati wal ardi. Kama Muhammadi, watu wako wanataka dalili, wanataka miujiza, kama ilivyokuwa kwa Musa, kama ilivyokuwa kwa Salehe, kama ilivyokuwa kwa Isa. Miujiza na dalili iko mingi. Miongoni mwa miujiza hiyo, Qur'ani yenyewe ni muujiza tosha wa kuthibitisha kwamba Mtume Muhammadi ni mtume wa haki. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameleta tahaddi kwa makafiri, akawaambia, kama nyinyi munakataa Qur'ani sio maneno ya Mungu, na kwamba Qur'ani ni maneno ya kibinadamu, basi Allah subhanahu wa ta'ala analeta challenge kwa kuambia, hii Qur'ani imepandanishwa kutokana na herufi za Kaf, Ha, Ya, Ain, Swadi. Hizi herufi ni herufi zenu, hizi herufi ni herufi za Kiarabu. Faatu bisuratin min mithlihi, kama kweli Qur'ani ni maneno ya kibinadamu, yanaweza yakatengenezwa maneno yakafika katika ubora huu, na nyinyi ni Waarabu fasaha, Waarabu munayoijua lugha na balagha, basi na nyinyi mimi nakupeni challenge tu ya kuleta sura moja iliyo katika ubora na sifa ya Qur'ani. Na sura moja sio lazima iwe kama Al-Baqara. Sura moja, inna a'tainaka, kwa daraja ya sura ni sawa sawa na suratul Baqara. Allah anapotuletea sura 114 ndani ya Qur'ani, haangalii ukubwa wa sura, anaangalia idadi ya sura. Na hata kusoma aya 50 katika rakaa ya swala, ambayo utakuwa umeibagua katika sura ndefu, kidarja haitakuwa na thamani kuliko kusoma inna a'tainaka, kwa sababu kule utaambiwa umesoma aya 50, lakini suratul Kauthar utaambiwa umesoma sura moja. Faatu bisuratin, basi leteni sura moja, hata kama urefu wake na uwingi wa aya zake uwe kama suratul Kauthar, bado hawakuweza. Ndiyo Allah akawambia, fa idh lam taf'alu walan taf'alu, kwa kuwa hamkuweza msitarajie kuweza. Jambo la msingi, fattakun nara, iaminini Qur'ani msalimike na moto. Ishini na Qur'ani msalimike na moto. Ifuateni Qur'ani msalimike na moto. Na bila ya mtu kuishi na Qur'ani na kufata Qur'ani, hawezi kusalimika na moto. Ndio maana Allah akasema fattakun nara, uogopeni moto. Fa idh lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu. Ndio tayeb. Kwa hivyo huo ni muujiza mmoja, lakini kadhalika subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, wakaayin, miujiza mingapi mingapi
dalili ngapi ngapi. Kwa maana hiyo ya kaayin ya takfir wa kaayin, ziko dalili nyingi, ziko dalili nyingi. Wa kaayin min ayatin, ziko dalili nyingi, ziko alama nyingi. Fi samawati, katika mbingu peke yake ziko dalili nyingi za kuthibitisha yuko Allah, yuko na sifa yake ya wahadania, yuko na sifa yake ya kudra, yuko na sifa yake ya taajiz, ya kuwashinda na kuwahemeza watu. Fi samawati, dalili hizo ziko katika mbingu. Wal ardhi, na dalili hizo ziko katika ardhi. Yamuruna alaiha, kila siku wanazipita kuzipitia dalili hizo. Yamuruna alaiha, wanapita kuzipitia dalili hizo. Wahum, ili hali hao wanaozipitia hizo dalili, anha, kutokana na dalili hizo, muridhuna, wanapuuza, hawazingatii. Hilo ndiyo tatizo. Dalili ziko nyingi, lakini hao wanaoonyeshwa hizo dalili hawazingatii. Jalla waala anasema, sanurikum ayatina fil afaqi, tutakuonyesheni dalili zetu katika nyanja mbalimbali, katika pande mbalimbali. Ukienda baharini ukayakuta maji matamu, hiyo ni muujiza ya Allah katika bahari. Lakini ukienda baharini ndiko inakochimbwa gesi na mafuta, hiyo ni katika dalili za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya maji kutoka moto, hiyo ni ajabu na miujiza. Kwa hivyo Subhanahu wa Ta'ala, kama kuna mtu anajifanya hamjui, kama kuna mtu anajifanya hajamuona, kama kuna mtu anafanya hajapata ushahidi, huyo ni mpuuzi tu na hana maana, na apuuzwe, kwa sababu Allah anasema, sanurikum ayatina fil afaqi wa fi anfusikum, na katika nyinyi wenyewe, ndani yenu nyinyi wenyewe. Mtu na ajiangalie. Kwa maelezo ya Allah, ameumbwa kutokana na mchanga, min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin. Ebu aziangalie hizi hatua. Hizi hatua zinaweza zikaenda kwa mabadiliko tabia nchi zenyewe? Haiwezekani. Kwa hivyo kama mwenye kuzingatia kwa makini, ni lazima amuone Mwenyezi Mungu. Sisi sote tunamuona Mwenyezi Mungu kwa kupitia dalili zake. Tunauona ukubwa wa Mwenyezi Mungu kupitia dalili zake. Tunaona rehma za Mwenyezi Mungu kupitia dalili zake, na tunauona wajibu wetu katika kutekeleza taa za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia dalili zake. Wakaayin, ziko ngapi ngapi, min ayatin, katika dalili. Mboni dalili ziko nyingi, ziko dalili nyingi. Fi samawati, ziko mbinguni dalili hizo. Wal ardhi, ziko ardhini dalili hizo. Yamuruna alaiha, watu wanapita kila siku kuzipitia dalili hizo, wanaziona. Wahum anha, ili hali hao watu kutokana na dalili hizo, muridhuna, wao wanazipuuza. Sasa hili ni suala jingine. Dalili zipo, lakini watu hawataki kuamini. Taib, anasema mfasir, ay kam minal ayati, ziko alama nyingi, ziko aya nyingi. Wal alamati, ziko alama nyingi.
addalati, zinazofahamisha ala wujudi llahi, kwamba Mungu yupo. Ala wujudi llahi, hizo dalili zinafahamisha Mungu yupo. Wa wahadaniyatihi, zinafahamisha dalili hizo kwamba Allah hana mshirika, Allah ni mmoja. Anasema dalili hizo alkainatu fi samawati, ziko mbinguni dalili hizo, wal ardhi, ziko ardhini dalili hizo, kashamsi, kama jua. Mwenye akili yoyote, utaratibu wa jua, mwendo wake na kurudi kwake siku ya pili. Lakini sio hivyo tu, athari yake jua katika mwili wa mwanadamu, na athari yake jua katika mazao tunayoyapanda mashambani. Watu wote wanafahamu bila ya jua mwanadamu hawezi kuishi, lakini kadhalika na mimea haiwezi kuishi na kuzaa pia. Kwa hivyo miongoni mwa dalili hizo ni jua, na wataalamu wote wanajua nafasi ya jua katika maisha ya mwanadamu, wanajua. Anatuambia kashamsi, kama vile jua, walqamari, na mwezi, wanujumi, na nyota, waljibali, na milima, walbihari, na bahari, walashjari, na mito, wasairi ma fihi ma min alajaibi. Acha hivyo tulivyovitaja, viko vingine vya ajabu katika mbingu na ardhi. Wataalamu siku zote katika ardhi wanavumbua maadini ya thamani, maadini ya hatari, maadini ya kuweza kuuangamiza ulimwengu au kuufanya ulimwengu usonge mbele. Wanagundua hilo katika ardhi. Haya yote hayakukaa yenyewe kwa wenyewe. Leo tulikuwa na darsa moja kule asubuhi la kina mama. Alhamdulillahi, tuna darsa kubwa kule la kina mama, wanaweza wakafika 200. Wanakuja kila asubuhi katika huu mwezi wa Ramadhani saa 4 pale na nusu. Sasa tulikuwa katika aya moja inasema, wale wanasema in hiya illa hayatuna dunia namutu wa nahya. Makafiri hao wanakanusha kufufuliwa, wanasema in hiya, haukuwa uhai unaozungumzwa, illa hayatuna dunia, isipokuwa uhai wetu huu tulionao. Uhai huu tulionao, nahya wa namutu, tunahoika na tunakufa. Kuhoika kwa kwao vile sisi tupo leo. Tunaposema tunakufa sisi, wanabaki watoto wetu. Kwa hivyo namutu, tunakufa wazazi, wanahya, tunahoika kwa kubaki vizazi vyetu. Alafu lililogumu zaidi wanasema, wama yuhulikuna illa daharu, hakuna kinachotufanya sisi duniani tuondoke isipokuwa mabadiliko na zama. Mabadiliko na zama, kwamba zama hizi watu walioishi kufika miaka 70-80, hali ya hewa si rafiki kwa wao, kwa hivyo wanaondoka. Wama yuhulikuna illa daharu, maana yake wanakanusha kwamba mwenye kumiliki uhai na umauti ni Allah, na kwamba yeye ndiyo anayewafanya watu wafe na anayewafanya watu wafufuke. Wao wanasema wama yuhulikuna illa daharu, hakuna kinachotufanya sisi tufe isipokuwa ni zama. Lakini wanawazuoni wengine katika aya hiyo
wametafsiri, makafiri walikuwa na lengo la kusema na mutu wa nahya, kwamba tukifa Tanzania tunakwenda kuzaliwa China, tunakuwa wa China, tunakuwa matajiri, tunakuja kuwekeza Tanzania, na wanaokufa China wanakuja kuzaliwa Tanzania, wanakuwa vibarua, maisha yanaendelea. Hiyo ndiyo hali wanasema, wama yuhulikuna illa daharu, wama yuhulikuna illa daharu. Zama ndizo zinazotufanya sisi tuondoke katika dunia, lakini Mwenyezi Mungu akawaambia hapana, inna Allaha yuhyi wa yumit. Sasa nilichokitaka hapo katika aya hiyo, yule mwalimu tulipomaliza darsa akanambia, mwalimu, hii aya imenikumbusha wakati niko chuoni mwaka wa kwanza, tulikuwa na walimu waliokuwa wanatusomesha somo gani lile, wanasema kuna watu kwani wamegawika katika matabaka matatu katika haya tuliyoyasema. Subhanallah. Nikasema basi Mwenyezi Mungu jamani, kasema toka huko leo wanakuja kuwazungumza watu karne ya 21 mawazo hayo wama yuhulikuna illa daharu, hakuna kinachotufanya tuondoke duniani isipokuwa mabadiliko tu ya zama, lakini sisi hatufi tukafufuliwa. Subhanallah. Kwa hivyo dalili, wazee wangu, zipo, ushahidi wa kuwa Mungu yupo upo, kila mmoja anauona, isipokuwa baadhi ya watu wameamua kujifanya hamnazo, wanaishi wanavyotaka wao. Ndivyo anavyotwambia Allah, wakaayin min ayatin fis samawati wal ardi, ay anakusudia kutwambia kam minal ayati wal alamati dalla ala wujudillah, juu ya kuwepo kwa Allah subhana, ala wujudillahi wa ala wahdaniyatihi, na upweke wake Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili hizo zipo, alkaina, zinapatikana fi samawati wal ardi, katika mbingu na ardhi, kashamsi wal qamar wan nujum wal jibali wal bihari wal ashjar wasairi ma fihi ma min al ajaibi, na vinginevyo vilivyo katika mbingu na ardhi katika vitu vya ajabu. Yamuruna alaiha, wanadamu wanapita kuvipitia vitu hivyo. Yamuruna alaiha ay yushahidunaha, wanavishuhudia vitu hivyo, laila nahara, usiku mchana wanaviona. Wayamuruna alaiha, wanavipitia vitu hivyo, bilashii wal ibkar, asubuhi na jioni, au jioni na asubuhi wanavipitia vitu hivyo. Wahum anha mu'ridun, ili hali wao kutokana na dalili hizo wanazipuuzia, hawazioni kuwa ni dalili Taib, anasema hivyo subhana, ay la yatafakkaruna fiha, hawazingatii kupitia vitu hivyo, wala yaatabiruna, wala hawafanyi itibari, fala tataajab. Kwa hivyo Muislamu, usione ajabu, usishangae, min i'radhihim anka, kutokana na kupuuza kwao, kukupuuza wewe Mtume Muhammad. Fa inna i'radhahum an hadhihi al-ayati, kwani kupuuza kwao dalili hizi, adallati ala wahdaniyati llahi wa qudratihi, aghrabu wa ajabu. Ikiwa wanaweza kumkataa Mungu kwa dalili zilizo wazi,
usishangae watu hao kumkataa Nabii Muhammad. Ikiwa watu wanaweza kumkataa Mwenyezi Mungu kwa dalili ambazo hawawezi kuishi bila ya dalili hizo, usishangae kuikataa Qur'ani. Hili ndiyo dhumuni ambalo Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, hawa hawahitaji muujiza. Kama dalili ziko nyingi, wao wameamua kukataa. Sawa? Tayib. Katika surati Rum akimwambia mtume wake, Allah anasema wa min ayatihi, na katika jumla ya hizo dalili zake Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqakum, ni yeye ambaye amewaumba nyinyi. An khalaqakum, hakuna anayepinga katika hilo kwamba yeye kajitengeneza mwenyewe. An khalaqakum, yeye amewaumba min turabin, amewaumba kutokana na dongo. Thumma idha antum, ukitahamaki baada ya kupita hatua baada ya nyingine, idha antum basharun tantashirun, ukitahamaki ni wanadamu kamili, munatembea katika harakati zenu, munafanya shughuli zenu. Lakini ebu kaa kwa makini uangalie, wewe ulikuwa dongo, palikuwa kuwaje? Palifanyika nini? Palipita ilmu gani? Ulipita uwezo wa aina gani? Mpaka leo ukiukabia wewe unajihisi ni peke yako katika dunia, unajihisi wewe ndiyo bora, wewe ndiyo mtu wa maana. Wewe ni dongo hivyo, wewe ni nutfa hivyo, wewe ni alaka hivyo, wewe ni mudhugha hivyo, mpaka umefika hapo ulipo leo. Unatembea, unaitwa bwana mkubwa. Wakati mwingine ukionekana watu wanakukatia kishoka, wanakukatia kishoka kwamba wewe ni mkubwa wao. Lakini pamoja na hayo, acha kishoka chako, rudi ujiangalie wewe unayekatiwa kishoka. Min aina ana, mimi nimetokea wapi? Mimi ni nani? Kwa nini nimefika hapa? Nani kanifikisha hapa? Ukivuta sura hii lazima umpate aliyekufikisha hapo, na ukiweza kuvuta sura hiyo ndipo utakapojiona kwamba hata kama umefika katika daraja gani ya cheo, hata kama umefika katika daraja gani ya mali, utajiona si lolote si chochote, madamu wewe na yule maskini wa chini wote mmepitia njia moja. Utaacha kibri na jeuri. Tayib, anasema hivyo Mwenyezi Mungu subhana, akaendelea kusema wa min ayatihi, miongoni mwa aya zake, khalqu samawati wal ardi, ni uumbaji wa mbingu na ardhi. Jamani, iangalieni mbingu. Mababu zetu wameikuta vile, mababu wa mababu zetu wameikuta vile. Hakuna katika tarehe, sio kitabu cha mtu yoyote mtaalamu wa zamani sana aliyewahi kutuandikia yauma minal ayami, mbingu ilifanyia ukarabati angalau wa kuongezwa rangi. Iko vile vile. Haiwezekani kwamba dude lile likae tu kule lenyewe kwa wenyewe. Bila shaka yupo aliyeliumba, na bila shaka yupo anayelisimamia, kama ilivyokuja katika aya nyingine, yeye kwa uwezo wake ndio analiziwia lile antaka bikum, lisije likawaangukia. Kwa hivyo ni katika dalili hizo uwezo wa Mungu. An khalaqa samawati, ni kule kuumba mbingu, anasema Allah, wal ardhi. Lakini vile vile wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum. Hapa napo pazingatie sana. Nchi hii ya Zanzibar, mji huu wa Unguja,
lakini ukienda Jambiani tofauti lahaja zao na watu wa Makunduchi. Ukienda kule kwengine Mtende tofauti na lahaja zao na watu wa Kibuteni. Watu hao wanaishi mji mmoja, ikiwezekana wanachota kisima kimoja cha maji, lakini lugha zao ni tofauti tofauti. Hili sio linatokana na wale watu wenyewe, bali ni Allah tabaraka wa taala aliyetaka kuwapambanua. Watu wa Nungu wajulikane kwa lugha yao, watu wa Mkoani wajulikane kwa lugha yao, watu wa kule wapi kule Micheweni wajulikane kwa lugha yao. Na hili ndio alilotwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila, tumewafanya mataifa tukawafanya makabila, litaarafu. Allah anatwambia tupate kujuana. Tukizungumza lugha yetu tunajuana hawa watu wakae, tukizungumza lugha yetu tunajuana hawa watu wa Jambiani, tukizungumza lugha yetu tunajuana watu wa Michamvi hawa. Huyo ni Allah tabaraka wa taala, ndio aliyezifanya lugha zetu zitofautiane. Allahu akbar. Wa ikhtilafu alsinatikum, Mungu ndio aliyeumba tofauti ya lugha zenu, wa alwanukum, na rangi zenu. Inna fi dhalika la ayatin lilalamin, mote humo kuna dalili nyingi kwa walimwengu, hasa walimwengu wenye kuzitumia akili zao. Tayib, wama yu'minu aktharuhum billahi, walio wengi hawamuamini Mwenyezi Mungu vile anavyostahiki kuaminiwa, illa wahum mushrikun, isipokuwa wakati huo wanamuamini Mwenyezi Mungu, lakini wakati huo huo ni washirikina. Wanamuamini Mungu yupo, lakini wakati huo huo ni washirikina. Anasema hivi Mwenyezi Mungu, ay la yu'minu aktharu haulai, hawaamini wengi hawa almukadhibina min qaumika, katika wale wakadhibishaji, illa idha ashraku maa Allahi, isipokuwa imani yao mpaka pale wanapomshirikisha na Mwenyezi Mungu ghairahu, asiyekuwa yeye. Fa innahum yuqirruna bi anna Allaha, kwa sababu wao wanakiri kwamba Mwenyezi Mungu huwa al-Khaliqu. Wanakiri makafiri Mungu ndio aliyeumba, Ar-Raziqu ndio anayeruzuku, wanakiri hilo, lakini wayaabuduna ma'ahu al-asnam, pamoja na Mungu wanaabudu masanamu. Qala Ibn Abbasi, sahaba huyu mwanawazuoni Ibn Abbasi anatuambia, wa min dhalika, katika jumla ya kuamini na wakati huo huo makafiri, qauluhum, ni maneno yao Makuraishi wa Makka, fi talbiyatihim, wakati walipokuwa wakiitika labbaika, katika utekelezaji wao wa ibada ya hija. Wao walikuwa wanasema labbaika, tumeitika ya Allah, la sharika laka, tunakiri huna mshirika, illa sharika huwa laka, isipokuwa mshirika wako. Huna mshirika tunakiri, illa sharikan, isipokuwa mshirika, huwa laka, mshirika huyo ni wako wewe. Tamlikuhu, unammiliki huyo mshirika wako ambayo wamekusudia sanamu, analimiliki Mwenyezi Mungu. Wa ma malaka, na hilo sanamu nalo limetumiliki sisi, na huyo sisi vile vile umetumiliki. Angalia hayo maneno ya kipumbavu, labbaika la sharika laka. Wanasema tumeitika ewe Mola, huna mshirika. Hapo maneno yako sawa,
labbaika la sharika laka, makosa yanaingia, illa sharikan huwa laka, isipokuwa mshirika ambaye ni mshirika wako. Huna mshirika isipokuwa mshirika ambaye ni mshirika wako. Uwe mshirika wako tamlikuhu, yeye mwenyewe unammiliki. Manata anamilikiwa na Mungu, Uza anamilikiwa na Mungu, Suwaa anamilikiwa na Mungu. Wanakusudia hivyo wama malaka, na huyu Suwaa anayewamiliki. Kwa hivyo hao anaowamiliki Suwaa nao pia amewamiliki Mwenyezi Mungu. Ndio ushirikina wenyewe huo wa makafiri Ukiwauliza katika aya surati Luqman, wala in sa'altahum, kama utawauliza Muhammad, man khalaqa samawati wal ardha, kwani hasa aliyeumba mbingu na ardhi ni nani? La yaqulunna Allah, watasema aliyeumba ni Mwenyezi Mungu. Lakini ukija huku ndio wanakwambia la sharika laka illa sharika huwa laka tamlikuhu wa ma malaka. Ushirikina huo ni ukafiri huo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, wama yu'minu aktharuhum billah, hao makafiri hao hawaamini kumwamini Mwenyezi Mungu walio wengi, illa wahum mushrikun, isipokuwa wakati huo huo ni washirikina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawatahadharisha wale wanaokwenda kinyume na amri zake, wasidhani wako salama. Anawatahadharisha wale wanaokwenda kinyume na amri zake Allah, wasidhani wako salama. Hata kama leo wako China, kesho wako Japani, chai wanakunywa Uingereza, hilo sio tatizo, hawako salama. Allah anawaambia hivyo, afa aminu an ta'atiyahum, ndio an ta'atiya au an ya'atiya, afa aminu an ta'atiyahum ghashiyatu adhabillahi au ta'atiyahum saatu baghtatan wa hum la yash'urun. Istifhami hii maana yake Mwenyezi Mungu anawaambia watu wasijiamini kama wako salama. Anta atiyahum ghashiyatun, wakati wowote wanaweza wakajiliwa na adhabu. Neno ghashiyatun, funikizo la adhabu, min adhabillahi, katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Au taatiyahumu saatu, au kitawajilia kiyama, baghtatan, kwa ghafla, wa hum la yash'urun, ili hali wao wenyewe hawajui, hawahisi kama umeshafika wakati wa kiyama. Pamoja na kwamba watu wanatembea katika dunia, hili ni suala muhimu la kulizingatia. Afa amina haulai lmukadhibuna, suala ukitaka kuisoma kiaya ilivyo, afa amina haulai lmukadhibuna, hivi ndio wamejiaminisha hawa wakadhibishaji, ukubatan min adhabillahi, adhabu ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, taghshahum wa tashmuluhum, ambayo itakuja kuwavamia na kuwaenea. Ndio wameamini hilo. Maana yake wasije wakajiamini wakati wowote adhabu ya Mwenyezi Mungu inakuja kwa wale ambao hawataki kuishi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Yasin, anasema wayakuluna mata hadha alwa'du, wanauliza kwa kibri na jeuri makafiri, kila siku mnatuambia kiyama, kila siku mnatuambia kiyama. Hebu tupeni siku maalumu tuijue, ikiwezekana mwaka maalumu tuijue, na tarehe yake ya hicho kiyama tuijue. Ndio Mungu anayanukuu maneno yao,
wayakuluna, kwa kibri na jeuri, makafiri wanasema mata hadha alwa'du, hichi kiyama kitakuja lini? Twambieni, in kuntum sadiqin, kama nyinyi munasema kweli juu ya suala zima la kiyama, twambieni kiyama kitakuja lini? Tunataka tupate uhakika. Maana yake hapo sio wanataka uhakika, anataka kukusudia kwamba hatuna uwezo wa kuwahakikishia kiyama kitakuja siku fulani. Kwa hivyo sisi tukisema anajua Mungu, si tumekwambieni nyinyi hichi kitu hakipo? Sawa. Wayakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin. Allah anasema ma yandhuruna illa sayhatan wahida, ma yandhuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Allah anasema hao wanaosema maneno hayo, ma yandhuruna, hawana wanachosubiri, illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum, utawachukua ukelele huo, wa hum yakhisimun, ili hali wakiwa katika magomvi yao, wakiwa katika shughuli zao. Hadithi ya Bwana Mtume anasema kiyama kitakuja, wakati kitakuja na mmoja wenu akiwa amechukua tonge ya chakula anataka kuimeza, hatoweza kuifikisha mdomoni, kiyama kishaanguka. Hayo ni maneno ya Mola wetu wala taqumanna saatu, wallahi kiyama kitasimama. Waqad rafaa ahadukum luqmatahu, ili hali mmoja wenu amenyanyua tonge yake, ila fihi, anaipeleka katika kinywa, fala yat'amuhu, hawezi kuila hiyo tonge, kiyama kitakuwa ndio kimeshafika. Ndio maana Allah akatwambia ma yandhuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan, hawataweza kuhusiana. Labda nenda nyumbani, ukirudi mwambie mie ndio tena, labda mimi nataka nikafe na watoto wangu, wala ila ahlihim yarji'un, hawataweza kurudi majumbani kwao. Ndiyo maana tunahimizana na tunahimizwa na dini yetu, makazi yako, shughuli zako, fanya pale ambapo ikija kiyama, ukija umauti wako, ukukute mahala ambapo wewe kufa mahala hapo si tatizo. Tumefahamiana? Shughuli zako, kazi zako, mambo yako, jitahidi usiende ukakaa katika maeneo hatarishi. Uko katika zinaa, umejifungia chumbani na mtu unazini, huwezi kujua umauti unaweza ukakufika hapo. Kila atakayejua kwamba umekufa ukiwa ndani unazini, dhana yake kwako haitakuwa nzuri. Na Mtume SAW anasema maneno ya watu yanabebwa kama ushahidi juu ya matendo ya mtu. Ndiyo maana Bwana Mtume akatuhimiza tunapokwenda mazikoni, pale panapoandaliwa maziko mpaka kuzikwa, sisi Mtume anatuambia udhkuru mahasina mautakum, yatajeni yale mazuri, kwa sababu pale kuna watu wanajumlisha. Udhkuru mahasina mautakum wakufu amma sawihi. Lakini wakati mwingine inakuwa ngumu mazingira ulioondoka nayo kuwafanya watu waweze kujizuia na yale mabaya ambayo umeondoka nayo. Usisahau kuna agizo la Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mungu anakataza msije mkafa, kama kwamba anatuambia msikubali kutolewa roho isipokuwa
hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu ndo mkubali kutolewa roho. Sasa suala la kutolewa roho na suala la kufa katika Uislamu, hilo liko nje ya uwezo wetu Lakini ili utarajie kufa katika Uislamu, kaa katika maeneo ya Uislamu. Si umenielewa hapo? Kaa katika maeneo ya Uislamu, usikae katika maeneo yaliyokuwa sio ya Uislamu. Umefahamu? Unakwenda katika sherehe ya Sabato, humo ndani na wewe unapiga makofi, ukifa pale je? Tunafahamiana Kwa hivyo tukaa katika maeneo salama, fardhan ala al-aqali, ikiwa mmoja wetu humu au watano au watu 10 tukavuliwa roho zetu humu, nchi nzima itakuwa ina lugha moja. Bwana, katika msikiti wa Takwa kuna watu 4 walikuwa darasani, umauti umefika wakiwa darasani, lakini walikuwa wamefunga. Kadhalika walikuwa wanaudhu, wengine walikuwa wamekaa itikafu, alafu wako katika darasa la Qur'ani. Watu wote watawazungumza maneno haya hivi. Hata watoto wako wakisikia umekufa katika hali kama hiyo, si hata kulia, watalia tu kwa sababu baba tulimzoea, lakini wao wenyewe watafurahi, baba yetu sisi kafa katika hali bora kabisa. Lakini waje kusikia wewe umekufa, una katuni nzima ya bia kichwani mwako, unasemaje? Watoto wako watakuwaje? Huzuni yao itakuwaje? Nchi itazungumzaje? Umefahamu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kwa hivyo tujiweke katika maeneo salama, tukae katika maeneo anayoyaridhia Mwenyezi Mungu. Ukitudiriki umauti, hapo tudirikiwe na umauti hali ya kuwa sisi ni Waislamu Tayib. Kwa hivyo Mola wetu anasema adhabu inaweza kuwajilia, au taatia humu saatu, au inaweza kikawajilia kiyama baghtatan, kwa ghafla kabisa, bila ya maandalizi yoyote. Wahum la yashurun, hao wenyewe hawajui kwamba kiyama kimefika na walipaswa kuwa na maandalizi. Nabii Allahi Musa anaamrishwa na Mola wake, anaambiwa wa aqimi salata lidhikri. Musa, katika maisha yako yote simama ukitekeleza ibada ya swala, ili uwe karibu na mimi, uwe ukizungumza na mimi, kwa sababu mtu anayeswali anazungumza na Allah wa aqimi salata lidhikri. Muda wote Musa kuwa mwenye kutekeleza swala, tuwe na mazungumzo na mimi. Kwa nini ya Rabbi? Anamwambia inna saata atiyatun, kwa sababu kiyama kinakuja. Akadu ufiha, nataka nikifiche kisijulikane. Kwa nini? Litujiza kullu nafsin bima tasaa, nataka kulipwa kila mtu kwa yale anayoyafanya. Ikiwa wasia wa Musa, njia ya kupata salama na kiyama, njia ya kupata salama na umauti, maana yake muda mwingi kuwa unaswali ndio alivyoambiwa Musa, aqimi salata lidhikri. Sawa jamani? Tayib. Qul hadhihi sabili, sema Muhammad, uwatangazie walimwengu. Qul hadhihi sabili, sema Muhammad, njia yangu hii, kwa maana ya dini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi, mimi nawaita watu waende salama, wafike salama kwa Allah, wapate radhi za Allah, wakaneemeke na neema za Allah. Hadhihi sabili, njia yangu hii. Ad'u, mimi nawaita watu ila Allah, nawaita watu waende kumwamini Allah, waende kumtambua Allah, waende kumwabudu Allah. Ala basiratin, nafanya kazi hiyo kwa hoja na dalili na ushahidi. Ala basiratin, pamoja na hoja
siwalinganii watu kibubusa, kwa ilmu na hoja. Ana kazi hiyo naifanya mimi, wa manitabaani, na kila mtu ambaye atanifuata mimi ana wajibu wa kazi hii, kazi ya kuwaita watu katika taa ya Mwenyezi Mungu. Wa manitabaani wa subhanallah, ametakasika Allah subhana, wa ma ana minal mushrikin, na mimi simo katika wale wenye kumshirikisha Allah. Anasema Mola wetu kumwambia mtume wake, kul, sema Muhammad, hadhihi sabili, ay kul ya Muhammad, hadhihi tariqi, njia yangu hii, wa minhaji, na muongozo wangu huu, wadhihatun, kwanza uko wazi, mustaqimatun, alafu umenyoka, la iwaja fiha, hakuna kasoro katika dini hii kuona kuna korogesheni. Hapana, hii ni dini ya haki, hii ni dini ya sawa, hii ni dini ya uadilifu, hii sio dini ya ubwanyenye, hii ni dini ya usawa. Kaiba mkubwa akatwe mkono, kaiba maskini akatwe mkono, huo ndio uadilifu. Basi hakuna kumwangalia mtu kwa sura yake wala kwa nafasi yake. Mwizi akatwe mkono, mzinzi apigwe mawe, mahama kana, vyovyote atakavyokuwa. Na hivyo ndivyo tulivyofundishwa na Mtume. Wallahi lau sarakati Fatimatu binti Rasulillah, na kuwapieni kwa Allah, hata kama angeliiba Fatima, basi la qata'atu yadaha. Mbele ya hukumu za Allah hatumuangalii mtu usoni, tunaiangalia sheria ya Mwenyezi Mungu inatekelezeka. Umefahamu? Ndiyo maana watu wa dunia sheria za Mwenyezi Mungu hawazitaki. Kwa sababu gani? Sheria za Mwenyezi Mungu hazimuangalii mtu kwa nafasi yake, wanataka sheria za kutengeneza wenyewe watu wa dunia. Akiona sheria imemkaba, inaweza ikabadilishwa asubuhi, jioni ikaanza sheria nyingine kazi. Ndio maana yake. Na kiuhakika Waislamu, mwanadamu hawezi kutengeneza sheria ikamdhibiti mwenyewe. Sheria haiwezi kumdhibiti mwenyewe mwanadamu. Ukiona sheria inataka kumdhibiti mwanadamu mwenyewe, ile sheria anabadilisha. Sheria hawezi kutengeneza mtu mwenyewe hata kidogo, hawezi kujidhibiti mtu mwenyewe. Lau Mungu angelikuwa kajua hilo, angeliwacha tuje duniani alafu tutengeneze sheria. Lakini Mungu katuleta na sheria kamilifu, alafu akatilia kauli kali kabisa, akatwambia waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika humul kafirun. Kwa maana Mungu hataki kuwasikia watu wanahukumiana kwa sheria zao wenyewe. Kwanza sio sheria. Tunafahamiana? Kul hadhihi sabili, hii dini yangu, njia yangu, ad'u ila Allahi, mimi nawaita watu katika dini ya Allah, wamtambue Allah. Na Mungu katika aya nyingine anasema waman ahsanu qawlan, nani mwenye maneno mazuri? Hakuna mwenye maneno mazuri mimman daa ila Allah, kumshinda yule ambaye anawaita watu waje kwa Allah, alafu waamila saliha, akawa anafanya matendo mazuri na mwenyewe, wakala, akawa anasema innani minal muslimin, mimi ni katika wale waliosalim amri kwa Allah. Ili wewe uwe dai mzuri, uwe kiongozi mzuri, ni kwanza, kabla hujawaongoza watu, ni wewe mwenyewe ujiongoze kwanza. Kabla hujawaambia watu ili haramu, wewe mwenyewe kwanza useme hili kwangu haramu. Kabla hujawaambia watu rushwa ni adui wa haki, watu wakubali kwamba wewe mwenyewe unasema rushwa ni adui wa haki. Hatutaki useme kwa midomo, tunataka useme kwa matendo. Ndio hapo utapata watu watakuamini. Kinyume na hivyo zitakuwa ngonjera za mdomoni tu, hazina maana yoyote.
ili uaminike kama kiongozi. Ukisema hatutaki nchi hii watu kuiba, basi na wewe mwenyewe watu wajue kwamba wewe uibi. Lakini kama wewe mwenyewe ni mwizi, huwezi kuwazuia watu wizi, kwa sababu watu wote wanajua wewe mwenyewe unaiba. Juu umefahamu? Ndio maana Bwana Mtume aliandaliwa kwanza, aliandaliwa kwanza, alafu ndio akapewa jukumu la utume. Lakini tunamuona Musa baada ya kutoka alikotoka kumkimbia Firaun na kutoa msaada kwa watoto wawili wa Nabii Shuaibu, alipokuja yule binti yule akamwambia, inna abana yaduruka, baba wetu anakuita ili akakufanyie ihsan kwa uliotufanyia. Wakati wanakwenda zao, upepo wa majangwani, mama gauni yenyewe za wakati huo ndio mazingira magumu. Musa akamwambia, sikiliza binti, wewe kaa nyuma yangu, utanielekeza pita kulia pita kushoto mpaka tutafika. Walipofika kule, yule kijana ndio aliyenyanyua midomo kumwambia baba yake, istaajiruhu, huyu baba ndio mtu wa kumpa ajira. Kwa nini? inna khaira man istaajarta la qawiyun. Kwanza awe na nguvu katika imani, tumpate mtu mwenye imani. Tukizungumza imani, imani ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza tumpate huyu alqawiyu, alamin, awe na nguvu ya kusimamia, awe mwaminifu, tumpate huyo. Kwa hivyo unapotaka kutuambia kwamba jambo fulani halitakiwi kufanya, kabla hujamwambia mtu, anza wewe mwenyewe kwanza, jambo fulani sipaswi kulifanya. Na hapo ndipo tunapofeli. Umefahamu? Hapo ndipo tunapofeli. Midomo imekuwa mikubwa ya kuzungumza mambo mengi kwamba haya hatuyataki, lakini tukirudi tukiangaliana, siye tunaosema hatuyataki ndio wa mwanzo katika kuyataka yale. Hii tumefahamiana? Tayeb, kul hadhihi sabili, tangaza amri hii, iondoshe kwa Bwana Mtume kwamba hii amri sasa Mungu anakwambia wewe, yuko faragha na wewe. Chukua maneno haya, Mungu anakuzungumza wewe, anakwambia wewe, kul, sema wewe Muislamu, uambie watu, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu mimi. Mwambie mtu yoyote, njia yangu mimi twaa, njia yangu mimi kusema kweli, njia yangu mimi uaminifu, njia yangu mimi kumwabudu Allah, njia yangu mimi kuepuka maasi. Hii ndiyo njia yangu mimi, ad'u ila Allah, na mimi nitafanya kazi hiyo ya kuwalingania watu waje katika njia ya Allah. Nafanya hivyo ala basira, nikiwa na hoja na dalili. Kazi hiyo nitaifanya mimi, wa manitabaani, na kila atakayenifuata. Wa subhanallah, na ametakasika Mwenyezi Mungu, hana mshirika, hakuzaa, hakuzaliwa, hana mfanano. Wama ana minal mushrikin, na mimi kadhalika simo katika wenye kumshirikisha Allah, simo. Anasema hivyo, wama arsalna min qablika, Muhammadi, kabla yako hatujapatapo kuwapeleka illa rijalan, isipokuwa tulikuwa tunawapeleka wanadamu, tena wanadamu wenyewe wanaume. Illa rijalan, tulikuwa tunawapeleka wanaume. Nuhi ilaihim, tulikuwa tunawapa wahyi wajumbe hao. Min ahli alqura, kutoka katika miji mbalimbali. Hakuna mtume aliyetoka shamba bwana, mitume wote walitoka katika maeneo ya mjini bwana, wanajua mambo ya mji. Umefahamu Faulida sallallahu alayhi wasallama fi lmawdhi'i almarufi bil'irasi almakiyya walbaladi alladhi la yu'dadu shajaruhu wala yukhtala khalahu au khilahu. Mtume sallama amezaliwa katika mji maarufu bwana,
mji ambao haukatwi miti yake, haramu ya Maka mjini. Kwa hivyo anasema kwamba sisi hatujapatapo kumpeleka kabla yako illa rijalan, isipokuwa tunawapeleka wanadamu, tena wanaume. Hapa kuna makanusho mawili. Hajapatapo kupelekwa mtume malaika kwa wanadamu, wala hajapatapo kupelekwa mtume mwanamke. Kuna watu wengine huko wana kauli ya kudai kama vile Maryam alikuwa nabia. Mshafahamu Hakuna hiyo. Auliyaullahi katika wanawake wapo kina Maryam, kina Rabiatul Adawiya. Mshafahamu? Kwa mfano Maryam anapoambiwa wahuzi ilaiki bijidhi'in nakhla tusaqitu alayki rutban jania, gogo lenyewe la mtende kwanza kavu, anaambiwa maneno yale ndo anatoka kujifungua. Hiyo nguvu anaipata wapi? Alafu gogo kavu linatikisika. Hata hivyo lakini yule alikuwa walia wa Mwenyezi Mungu aliposhika lile gogo la mtende katikisika, hezi na anguka tende. Ushafahamu? Karamatul awliya hiyo. Sawa. Anna laki hadha, anaulizwa na mzee anayemlea Zakaria. Kullama dakhala alaiha Zakaria almihrab wajada indaha rizqa qala anna laki hadha ya Maryam, anna laki hadha qalat huwa min indillah. Karamatul awliya. Msimu sio wa machungwa, yamo ndani kwa Maryam. Msimu sio wa maembe, ndani mwake yamo. Kama mzee mwenye busara, mlezi anayejua majukumu yake. Mama, mboni unatutisha, vyakula hivi unavitoa wapi? Lakini wewe ukimwona mwanao ana simu kubwa, mama kakununulia nani? Mko wangu tena wewe, basi unacheka. Wewe baba gani? Unaendelea afalam yasiru fil ardi, hawakutembea au hawatembei katika ardhi. Fayandhuru, ikawa sababu ya kuangalia. Kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, ulikuwa mwisho gani kwa wale waliotangulia kabla yao, wale waliowakataa mitume wale, mwisho wao ulikuwaje? Hebu na watembee katika Mashariki ya Kati. Watapita mahala alizamishwa Firaun, watapita mahala alizamishwa watu wa Luthi, watapita mahala alizamishwa Karuni. Yalitokea matukio mpaka hivi sasa athari zake zipo. Kwa nini hawa jamaa zako wanakuwa wakaidi? Afalam yasiru fil ardi, kwani bado hawakutembea? Kutembea ni ibada, kama hutembei kwa maasi unapita kusoma. Siru fil ardi, tembeeni katika nchi. Fandhuru kaifa kana aqibata almujrimin, angalieni watu wabaya mwisho wao ulikuwaje. Utasoma, sio kwa sababu umezaliwa Kibuteni ukuwe Kibuteni, uoe Kibuteni, uzeeke Kibuteni. Isiwe hivyo. Umefahamu wale watoto wako hawapati wajomba. Umezaliwa Kibuteni, oa Nungwi, unakuza ukoo wako. Ukizaliwa kwetu Rufiji, oa Pemba. Nchi inapanuka na jamaa zenu wanakuwa wengi. Ushafahamu tembea, dunia inakuruhusu upite ukisoma. Kwa hivyo Allah anawauliza wale wanaofanya jeuri na kutokuwa na adabu, afalam yasiru fil ardi, kwani hawatembei hawa katika nchi? Fayandhuru, ikawa ni sababu. Kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, vipi ulikuwa mwisho wa wale waliopita kabla yao, ambao waliwakataa mitume, ambao walifanya walioyafanya. Mungu aliwachukulia hatua gani ili wapate kujifunza nao wajiepushe? Sawa. Wala darul akhirati, maisha ya khairun, ndiyo maisha bora, lakini lilladhina taqaw, maisha bora kwa wale hapa duniani wanaishi na hofu ya Mwenyezi Mungu. Maisha ya akhira ni maisha bora, lakini sio kwa wote. Lilladhina taqaw,
kwa wale wenye kuishi hapa duniani kwa tahadhari. Lilladhina takau, wale wanaoishi kwa kumwogopa Allah subhana, kwa kuzingatia amri za Allah, kwa kuyaepuka makatazo ya Allah, hao ndio mutakina hao. Sasa wale wanaoishi hapa kwa khaufu ya Mwenyezi Mungu, maisha yao ya akhera ni mazuri sana. Ndio maana hata Mwenyezi Mungu akamwambia Bwana Mtume, wala saufa yu'tika rabbuka, ile wadhuha, alafu wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, wala al-akhiratu, na pakusudia hapo khairul laka minal ula. Mshafahamu, dunia si lolote si chochote. Kwa kuwa tunaishi, tufanye kazi za halali tuweze kupata njia za kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kama huli cha halali, kama huvai cha halali, huna sadaka utakayotoa, huna swala utakayoswali, huna futarisho utakalofutarisha likatukuliwa mbele za Mungu kwamba umetoa sadaka, kwamba umeswali, kama umefutarisha, hutokuwa nayo ibada hiyo, kwa sababu Allah tabaraka na taala anatuambia katika Qur'ani yake, ya ayyuhalladhina amanu kulu minat tayyibati, kwanza kuleni vyakula vya halali, alafu waamalu saliha, ndio mfanye amali njema. Sharti ya kufanya amali njema, kwanza kulu minat tayyibati, mule vya halali. Unanielewa Kwa hivyo kwanza angalia kazi yako iangalie, Mungu hii anairidhia? Nafasi hii niliyopo ya kwangu kweli ya halali? Kuna watu wamevamia nafasi za watu, iulize mara mbili, hii nafasi yangu ya halali? Kama sio ya halali, na mshahara sio halali, kwa hivyo ukenda uhajiji sio halali, ukatoa sadaka sio halali, ukampa mtu kitu sio halali. Umenielewa? Maana hayo maneno ya Allah tabaraka wa taala. Nafasi yako muogope Allah. Leo hapa duniani unaweza ukambena mtu yoyote, ukafanya lolote, kwa sababu uwezo wa kumbena mtu unao, lakini itafika wakati uwezo wa kumbena mtu huna, haki za watu zitatakiwa. Tume atakwenda anatuambia sisi, atadiruna manil muflis, munamjua nyie muflisi nani? Wakaambia masahaba, wanamwambia muflisi kwetu sie hili, mbone Rasulullah? Ni jawabu rahisi, man la dirhama wala dinar, ni mtu ambaye mlala hoi, huyo sie tunamchukulia muflisi. Mtume akawaambia sio huyo sio muflisi, huyo hana shilingi tu ya kupata mapembe. Lakini muflis ni yule mtu kaswali sana, mtu kafunga sana, mtu katoa hija sana, mtu alifutarisha sana, na kadhalika na kadhalika. Lakini wakati huo shatama hadha, waraba hadha, akala mala hadha, umefahamu wasafaka dama hadha, kamuua huyu. Siku ya Kiyama hawa wote wanakuja kutaka haki zao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anakuja aliyouliwa, anaulizwa, bwana mkubwa, huyu ulimuua kwa kosa gani? Manake panachukuliwa akaunti yake, analipwa huyu haya alikwenda jela, ilikuwaje? Manake panachukuliwa, huyu naye alipigwa, huyu ilikuwaje? Usizani haya yanakwisha hapa kama watu wanavyofikiria. Haiwi paka yule anayemchuna mwenzake kwa makucha siku ya Kiyama, na yule aliyekuwa kachunwa hana makucha, na yeye atapewa makucha. Mrejeshee huyu mwenzio alokuumiza. Ikiwa paka au mbuzi wanakuja kupitishiwa hukumu kiasi hicho, mimi na wewe ndugu yangu, fakaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-samaa'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Asema subhanahu wa ta'ala, fakaifa tattakuna, vipi mtajinusuru na adhabu za Allah? Vipi mtasalimika na moto wa Allah? Vipi mtasalimika na mateso ya Allah
in kafartum, ikiwa mtaishi katika dunia mkienda kinyume na amri zake. Adhabu hiyo lini? Yauman, katika ile siku nzito, yaj'alul wildana shiba, itawafanya watoto wachanga kuota mvi. Siku nzito hiyo, watoto wachanga wanaota mvi. Unasalimika vipi na adhabu siku ngumu kama hiyo? In kafartum yauman yaj'alul wildana shiba, asema as-samau munfatirun bi, na mbingu nazo zitachanika. Haitakuwa tena katika haya mamlaka ambayo pengine wewe una mamlaka ya kuamrisha na mamlaka ya kukataza, haitakuwa chini ya mbingu hii. Kana waaduhu mafuula, ahadi ya Mungu itatekelezwa, na hatomuangalia mtu yuko katika daraja gani, anamuangalia mtu amefanya nini. Tunakwenda pamoja Tayib. Subhanahu wa ta'ala anasema, afalam yasiru fil ardi fayandhuru, ikawa sababu ya kuangalia kwa mazingatio, kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, wale wenzao mwisho wao ulikuwaje. Wala darul akhira, nyumba ya akhira, nyumba ya peponi, maisha ya akhira, khairun, hayo ndiyo maisha bora, lilladhina taqaw, lakini maisha haya ni kwa wale tu wenye kumcha Mwenyezi Mungu, ndiyo wenye maisha bora huko tunakokwenda. Kama unayaamini maneno ya Allah, kama unataka maisha bora, basi Allah ameyaweka huko. Hapa duniani unaweza ukaambiwa maisha bora kwa kila mtu, yakawa maneno tu na misemo, umefahamu, lakini yasitekelezeke kwa Mwenyezi Mungu, hilo ni la uhakika. Sawa? Kule katika aya Mwenyezi Mungu amewazungumza atakao wapa maisha bora hapa duniani, wale walioamini wakafanya matendo mazuri. Akasema lanuhyiyannahum hayatan tayyiba, hao hapa duniani ndio watakao kuwa na maisha bora. Maisha bora wanayapata walioamini wakatenda matendo mazuri, hao ndio watapata maisha bora hapa duniani. Lakini wala najziyannahum bi ahsani ma amilu, na siku ya Kiyama tutawalipa malipo bora zaidi kwa yale mazuri walioyafanya. Sawa? Kwa hivyo maisha bora Waislamu yako akhira. Hapa unaweza ukawa na mipesa, lakini baadaye ukalazimika utengeneze fensi ya umeme, umefahamu, kuogopa vibaka wasije kuchukua chao. Maana zaka si utoi, wanakuja kuchukua wenyewe. Mshafahamu sababu maskini tuna mafungu yetu, sie kwa matajiri, yapo hawatugai, lakini tuna mafungu yetu. Kwa hivyo kuna wengine tena wanaona tabu kusubiri, wanakata nyaya, wanakuja kuchukua wenyewe fungu lao, hata kama si halali, lakini wanakuja. Ushafahamu? Mimi siku zote nasema watu wasidhanie mageti, mawaya, maaskari kulinda milango kwamba labda ndio watadhibitiwa watu wenye njaa. Watu wakiwa na njaa, mwalimu, hawadhibitiki kwa askari mlangoni, wala hawadhibitiki kwa mageti, wala hawadhibitiki kwa chochote. Watakuja kuchukua chakula nyumbani kwako hivi mchana kweupe. Mungu atujalie tu hiyo riziki iwe inapatikana hivyo hivyo inavyopatikana, isifikie hatua hiyo. Lakini mwanadamu muogope akisema potelea mbali. Hiyo lugha, neno dogo hilo, potelea mbali, lakini hilo neno ni kubwa na zito, linaweza likaleta hatari nchi nzima. Ogopa sana watu wakisema potelea mbali. Ushafahamu? Wewe unaweza ukawapiga watu 10, 15, 20, 50, mwisho damu inakuchemka mwenyewe. Baada ya kumwongezea yule kule unajielekezea mwenyewe. Ushafahamu bwana? Ndivyo ilivyo. Sifanye maskhara na Mungu. Mungu yupo hivyo. Mungu yupo. Na lau kama si yeye kusimama, hali ingekuwa ngumu. Mungu yupo. Tayeb.
Tunaendelea wala darul akhirah. Hayo maneno kila mmoja wetu waondoke nayo. Wala darul akhirah, nyumba ya akhira Waislamu, khairun, hiyo ndiyo nyumba bora kuipigania, hiyo ndiyo nyumba bora kuitafuta, hiyo ndiyo bora kuikeshea, hiyo ndiyo bora kuitafutia Lailatul Qadri, hiyo ndiyo nyumba bora. Lakini nyumba hii watakaopewa lilladhina taqaw, wale watu walioishi katika dunia wakishikamana na amri za Allah na wakiyaepuka makatazo yake. Inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'asan dihaka. Basi yote hiyo wa kawaiba atraba, maana peponi watu watapewa vitoto. Umefahamu bwana? Kawaiba, vitoto hivyo, atraba, vina umri sawa na wale waume zao. Maana mtu ale anywe awe na jumba kubwa, lakini kama mjomba huko hajui asubuhi wala jioni, huna furaha, utakonda tu, nakufa utakufa. Umefahamu bwana? Ndio maana Mwenyezi Mungu baada ya matunda, kunywa, kula, alafu akasema wazawajnahum bihurin ain. Hapo ndipo inapokamilika starehe mjomba. Mshafahamu Hakuna mgonjwa wa sukari huko hivyo. Maana yake kapoteza ubora na sukari hakuna. Ushafahamu Basi huko kuna kawaiba atraba, lakini wakaasan dihaqa, vinywaji vilivyo vitamu na vizuri. La yasmauna fiha lahwa wala kidhaba, wakiwa huko hakuna maneno ya kipumbavu na ya kipuuzi huko. Jazaan min rabbika ataan hisaba, hayo ni malipo yanatoka kwa Mola wako, malipo ambayo hayalingani kabisa na yale uliyoyafanya wewe. Mungu anakupa tu kwa sababu umepita katika amri zake. Tayib, anatuambia wala darul akhirati khairun lilladhina taqaw afala taaqilun. Hamna akili nyie ya kuzingatia maneno haya, ya kuyatafakari maneno haya, mukayapa umuhimu maneno haya. Afala taaqilun, ukitaka unasoma kwa tahadhiri, halla taaqilun, kwa nini hamna akili mkayazingatia haya? Maana yake nini? Yazingatieni. Shafahamu haya maneno, yazingatieni, ndio ile halla taaqilun. Kwa nini hamuyazingatii? Yazingatieni. Haya ndiyo maneno ya kuzingatia. I'malu liduniyakum kaannakum taishuna abada wa amalu liakhiratikum kaannakum tamutuna ghada. Itafuteni akhira yenu, itafuteni pepo kwa juhudi kubwa, kama kwamba utakufa kesho. Fanya kila unaloweza katika usiku wa leo katika kuzitaka radhi za Mola wako. Amini kwamba mimi kesho sitaamka. Upo watu wana mpango wa 30 wewe unasema kesho. Umepitwa na wakati 30 watu washakuwa na mikakati kuanzia leo 30. Anasema da'il hirsa ala dunya wa fil aishi fala tatma'u la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Da'il hirsa ala dunya wa fil aishi fala tatma'u. Kwa nini? Fa inna rizqa maqsumu wa su'a dhanni la yanfa'u. Kila mtu baba kashagawiwa chake. Pita taratibu, usiwasukume watu baba. Kilichokuwa chako utakipata, sio chako. Hata ukiwaangusha watu, yule anayetoa atakwambia wewe mbabe, basi wewe ndio utapewa mwisho. Ushafahamu Usifanye fupa. Chako utakipata tu, hata kama uo chini ya pango.
Na kama nafasi yako utaipata tu, usende ukawaroga watu, ukawafanya watu hawawezi kwenda kazini, eti ile nafasi uipate wewe. Ndugu yangu, usifanye hivyo. Ahla thanai wal majidi ahaqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mania lima a'taita. Hakuna mwenye uwezo wa kuzuia ya Allah kile ulichokitoa kumpa mtu. Yuko mwenye uwezo huo? Wala mu'tiya lima manata, wala hakuna mwenye uwezo wa kutoa kile Mungu amesema hichi ukipati. Hakuna anayeweza kufanya hivyo. Wala radda lima qadaita, wala hakuna mwenye uwezo wa kurejesha maamuzi ya Mungu. Hakuna mwenye uwezo huo. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu, cheo chako, mamlaka yako, nafasi yako haiwezi kukusaidia kama hujamtii Mola wako. Tumefahamiana? Kwa hivyo usimsukume mtu, ndugu yangu, ukampiga kibwengo eti upate hiyo nafasi ukakae wewe. Unaweza ukampiga kibwengo yeye, basi na ukitaka iwe uchungu zaidi ukaambiwa wewe kaimu hiyo nafasi kwanza. Umefahamu? Ukakaimu wewe miezi 6, ukaona hapa likija chaguzi hapa, hii nafasi ishakuwa yangu. Baadaye unakuja kusikia kaletwa mtu mwingine, huyu ndo atakaye kuja kuwa bosi hapa. Haijatokea hiyo? Basi usihangaike, alichokugawia Mungu utakipata tu. Siwaroge watu, usimuumize mtu, usimuumize mtu. Tunamaliza, anasema hata idha staiqana, ndio hata idha staiasa ar-rusulu, wazio mitume waliotangulia, anaambiwa bwana mtume, walifanya kazi ya da'wa kuwalingania watu wao mpaka pale walipokwisha kukata tamaa. Mitume wakaona tena hapa hakuna jambo, wadhannu, wakawa na yakini, annahum, kwamba wao mitume kadi kudhibu, wameshakadhibishwa, hawaaminiwi. Jaahum nasuruna, hapo wale mitume walijiliwa na nusura yetu. Fanunji man nashau, na kwa nusura yetu humuokoa tunayemtaka. Wala yuraddu baasuna, wala adhabu yetu hairejezwi anil qaumil mujrimin. Ikisha kuelekezwa kwa watu wabaya, adhabu yetu hairejeshwi, hairejeshwi adhabu yetu. Kwa hivyo Muhammad, wala usihuzunike, wala usione kwamba wewe labda hawa watakudhibiti. Hapana. Hata idha staiasa rusulu, kuna mitume walifanya kazi ya da'wa mpaka wakata tamaa. Hawa watu tena hawa, hapana, hawaingii katika Uislamu, au hawa watu tena hawa hawawezi kuniachia mimi nikawa hai. Wadhannu, wakawa na yakini, annahum qad kudhibu, kwamba wao wameshakadhibishwa, wamekataliwa, hawakuaminiwa. Jaahum nasruna, Allah anasema wakati huo ndio ikawajilia ile nusura yetu. Fanunji man nashau, na kwa nusura yetu tunamuokoa yule tunayemtaka. Na anayemtaka Mungu kumuokoa ni yule ambaye yeye amesimama kuinusuru na kuitetea dini ya Allah, na huyo na yeye Mungu anamtetea na anamnusuru. In tansurullaha yansurukum, kama nyinyi mutasimama kuinusuru dini ya Allah, basi na Mungu atawanusuru nyinyi. Miongoni mwa kuinusuru dini ya Allah katika zama zetu, hatuna jihadi kwa sababu hatuna mfalme Muislamu, sawa Sio hapa wala uko Warabuni. Watu wamechukuliwa na ulimwengu mpaka kule tulikokuwa tunatarajia ndio masdari ya dini yetu, nako kumeshakamatwa utosini. Nchi zote za Waislamu ziko chini ya twaa ya makafiri. Umefahamu? Ziko chini ya twaa ya makafiri, wakati Allah anasema la tatakhidhu aduwi wa aduwakum awliyaa, maadui zangu msiwafanye marafiki. Nani asiyojua makafiri wa magharibi kwamba sisi ni maadui zetu? Unaweza ukasema wale sie wanatupendelea, lakini nchi zote za Kiislamu zote kuna bezi zao makafiri, wana mitaji yao makafiri, wamewashika utosini Waislamu. Allahu akbar! Mtihani, mtihani.
hapa sie kilichobaki sisi kuwa maulana huwa sisi tu tena na Mola wetu. Maana yake ikiwa kule tulikokuwa tunakutegemea Waislamu wenzetu watatusapoti kule, sasa hivi ndio kumeshikwa. Sasa wewe ukijifanya hapa mtu wa dini utakiona cha moto. Ushafahamu? Kwa sababu kule ambako kulikuwa tufanye jambo huku Afrika, wao watusimamie Waislamu wenzetu, haiwezekani. Kule kwenyewe ndio kumekamatwa na mangwengwe ya ukafiri. Sawa? Wakati Ibrahim anawaambia makafiri, inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Urafiki na umoja na upenzi utakuja ikiwa mtamuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa Leo unaweza ukaona iko nchi ambayo ni ya Waislamu, pamoja na kwamba kuna mashaka kwa sababu ya maasi ya kuwatukana maswahaba lakini bado ni Waislamu. Sawa? Lakini sasa leo Waislamu wanatoka kwenda kuwapiga Waislamu wenzao kwa sababu wao ndio wanaowezesha. Sawa? Tumefika wapi si? Hatta idha stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu, wakayakinisha kwamba wao wamekadhibishwa. Jaahum nasruna, inakuja nusra yetu na insha Allah. Pamoja na kwamba Waislamu wachache, labda makafiri wameungana, wako wengi, lakini tunashika maneno ya Mwenyezi Mungu, kam min fi'atin qalilatin ghalabati fi'atan kathiratan biidhnillah. Basi ndugu zetu insha Allah watashinda, tena watashinda kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu penye mapungufu tutawambia ndugu zetu, hapa nyie mnakosea. Sawa Au tutakuja kuambia baadaye, hapa ndugu zetu nyie mnakosea. Maswahaba wa mtume hawa msiwabague, hawa ni watu wema, hawa ni wanafunzi wa mtume, hayo tutakuja kuambia. Lakini kwanza tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape ushindi na nguvu. Mshafahamu haikuwa Warum anatuambia Mwenyezi Mungu, ghalabati rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghalibuna fi bid'i sinina lillahi al-amru wa min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun. Wakishinda Warumi ambao hawakuwa Waislamu, Warumi ambao hao wanaomfuata Isa kifeki, bado Mungu alisema wale ndugu zetu. Ushafahamu? Na kwa maana hiyo siku wakipata ushindi, sisi waumini tutafurahi. Haiwi ndugu zetu hao, insha Allah. Yeye ndiyo mfalme na yeye anajua namna gani atupe ushindi Waislamu katika hali kama hii ya dhiki. Ikiwezekana ya Rabbi, ilo wanalolitegemea kuwa ndio mama lao la silaha makafiri, ulilipue moto umo baharini ya Allah. Asa wewe utaki kusema Allah, utaki au? Utaki kusema amina kwani? Tayyib. Laqad kana, aya inamalizia kwa kusema laqad kana fi qasasihim, wa hakika imekuwa katika visa hivi vya Yusufu na ndugu zake, mpaka kufikia Yusufu kuwa azizu Misra, kuwa mwenye sauti na mamlaka. Pamoja nyumbani alichukiwa, akataka kuuliwa. Kadhalika akenda akatupwa fi ghayabatil jubbi, haikutosha akaokotwa, akenda akauzwa, akafanywa bidhaa, akawa mtumwa ndani ya azizu Misra. Amekaa humo namo akapata mtihani mkubwa, mtihani unaopelekea hata mtu kuuawa pale mama Zuleha alipotaka lake. Lakini Yusufu akasema hapana, innahu ahsana mathwaya,
mumeo mimi ni bwana wangu, na kwa kweli malezi yangu hapa kayafanya bora. Huwezi kumfanyia mtu aliyekufanyia ihsani ubaya kiasi kama hicho Papatu Yusufu anakimbilia mlangoni, kanzu inachanwa na mama Zuleha. Mlangoni bosi anatokea, kama kwamba siku ile Mungu alimwambia rudi uje kuona filamu nyumbani. Ushafahamu? Kwa sababu wakati aliyerudi siku ile Azizu Misra haukuwa wakati anaorudi kazini. Anawakuta mlangoni, jasho linawatoka. Kabla hajaulizwa mama Zuleha anasema yeye, ma jazau man arada bi ahlika sua, alipwe nini mtu aliyetaka kumfanya vibaya mkeo? Mke wa waziri mkuu alafu utaka kumfanya vibaya? We dereva tu unaokata majani ya ng'ombe, we utakuwa hai wewe? Huwezi kuwa hai. Na yeye ndo aloshtaki mwanzo, ma jazau. Na mimi nawaambia Waislamu wenzangu, vitimbi vya akina mama au ahali zetu ni vikubwa sana. Unapokuja nyumbani, kuna mtoto uliozaa na mama mwingine, ukipewa kesi na huyu mke ulio naye sasa hivi, mwambie nimesikia, nafuatilia. Anaweza akaitengeneza kesi mtoto wako ukamfukuza, akenda akapata tatizo, ni kwa sababu yeye tu hamtaki yule mtoto wa mke mwenzie. Anaweza akaja mama yako mzazi katoka shamba na kwenda kufunga mwaka huu kwa mwanangu, na mie nikale viposhoposho kidogo mjini, kuna ikaimati huko na nini, ufahamu machicha wale cheti ni mnaita machicha alafu nyie bwana machicha mnaita cheti ni bwana, unafahamu na yeye anataka kuja kula machicha ya mjini. Basi amefika nyumbani kwako, anazungumza siku 2-3, unarudi nyumbani, mke hakuelewi, humuelewi. Vipi? Ambia mimi mume wangu ninaona nashindwa la kukwambia kwa sababu huyu ndio mama. Vipi? Kwani mimi kusema kweli naogopa. Sema mke wangu, si unajidai kuteleza penzi? Sema mume wangu, mie sema ukweli, bora niondoke mie kwanza. Sasa uondoke vipi na mwezi wa Ramadhani na mimi nataka unipikie iftari? Kwa sababu naona hapa mie kama sielewi. Uelewi vipi? Naona toka alipokuja mama, mie kila siku ndani ya ndoto tunapapatuana, anataka kunitia madole rohoni. Ushafahamu Sasa unaweza ukaambiwa maneno hayo, ndugu yangu. Usikurupuke tu ukenda ukamwambia mama, ulisema unaondoka lini vile? Ukaambia basi. Sasa ukajidai kumtengenezea zawadi, utaki kumuondoa. Usifanye hivyo. Hawa watu ni watu wenye mipango mikubwa. Lazima uwe makini. Unakaa na ndugu yako, katoka shamba kaja huku mjini, yuko kidato cha 5 au cha 6, anakaa na shemeji yake. Inawezekana shemeji hataki kukaa na ndugu yako, ukarudi siku moja ukamkuta analia lio, utafikiri kafiwa na baba yake angali kijana. Ushafahamu? Wewe vipi mke wangu? Atapiga kelele hapo, utambembeleza mpaka nini? Kwani kimezidi? Asema kwani mimi hapa nimeolewa na waume wangapi? Mtume vipi? Nimeolewa na waume wangapi? Mimi si ndio mumeo? Asema basi itabidi mimi niondoke, siwezi kuolewa na waume wawili. Sasa hiyo ndio ya pili imepita lini? Si huyo ndugu yako mimi ananifuata chumbani kila siku. Leo tumepapatuana mlangoni hapo, ndio nifanyeje? Kaja kupiga mtu hodi. Unaweza ukasema utarudi kwenda kusoma kwenu Makunduchi, kumbe wala si kweli Kwa hivyo mraatul aziz, baada ya kuona mechi imekwenda sivyo ndivyo, unafahamu, anasema ma jazau man arada bi ahlika sua. Kauliza suali alafu jawabu katoa mwenyewe, illa an yusjana, huyu apelekwe jela huyu, au adhabun alim, kama si hivyo vyovyote itakavyokuwa apate adhabu kali. Fadhila zake Mwenyezi Mungu huwa nusuru wapenzi wake pale mahala ambapo hutarajii kama hapa mtu atapata nusura. Kitoto kidogo kichanga kinasema, mzee angalia kanzu kwanza, angalia huo mchezo, inkana kamisuhu kudda min kubuli fasadaqat
wa in kana kamisuhu qudda min duburi. Sawa, kuangalia mzee akagundua au mchezo, alafu kuzungumza kichanga kama hicho, si ujifanye hamnazo tu, usiamini. Ushafahamu? Akaambia Yusufu, hili jambo lifiche humu ndani, na Mungu akitaka kukumbua. Unajua ukiwa mchawi mtaani, Mungu anawaleta malaika wanapita, alafu anazungumza, Sharani mchawi huyo, kijana huyo, watu wanasikia, ndio mwanzo wa kujulikana mtu mchawi huo. Ushafahamu? Na yule mama Zuleha, lile jambo limefanyika ndani. Ushafahamu? Mama Zuleha mwenyewe ndio mtu wa ndani, alafu Yusufu kaambiwa hili lisitoke. Wale nisi watu wale walilipata watu. Hakuna siri hapa duniani bwana, Kama unapiga bodi usiku, kuna siku utaonekana tu kwa mkubwa. Nilikuwa naangalia nikiona kaa panya. Basi Mwenyezi Mungu anatuambia laqad kana fi qasasihim ibratun, pana mazingatio. Ukienda katika Tafsirul Maradhi kuna mambo kama 39 amesema hayo ndiyo yamo mazingatio katika hii sura kwa ufahamu wake. Mambo 39 ibratun, lakini liulil albab, watu wenye akili. Ma kana hadithan yuftara, hili suala sio hadithi ya kupanga, sio maneno ya kuzua tu yakatengenezwa, limetokea kweli kweli. Sawa, limetokea kweli kweli. Walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi, ni ukweli wa kile ambacho kimetokea mbele yake. Wa tafsila kulli shay'in, na ni upambanuzi wa kila kitu. Wa hudan, kadhalika ni mwongozo. Wa rahmatan, kadhalika ni rehma. Liqaumi yu'minun, hichi kisa hichi ni rehma kwa waumini, wajifunze kutoka yaliyomo ndani ya kisa hichi. Inshallah, kwa kuwa muda wetu umemaliza, kuna mengi wameandika hapo chini. Kwa wale wenye Hashiatu Swabuni, tafsiri ya Swabuni, waangalie hapo katika Tambihun, watakuta hayo maelezo. Lakini wakati wetu umekwisha, na leo inakuwa ndio siku ya 3 hapa. Darasa letu kesho linahamia ZBC, kesho na kesho kutwa. Jumatano na Alhamis tutakuwa tena kule kwa Sheikh Aliani Mchangani, na hapa tutarudi tena siku ya Ijumaa biaunillahi taala. Itakuwa mwezi ngapi Ijumaa? 24. Vyovyote itakavyokuwa, Mungu akijalia, tutarudi siku ya Ijumaa. Tutakuja kuondoka katika sura nyingine mpya inayoitwa Suratul Ra'd insha Allah. Lakini tuliambiwa na viongozi wetu kwamba huduma kidogo za msikiti, sisi ndio wajengaji, sisi ndio wahudumiaji. Kwa hivyo nyumba ya Mwenyezi Mungu ina uhitaji wa matumizi. Kwa hivyo leo tufanye maalum harambe ya kuichangia nyumba ya Mwenyezi Mungu ipate hayo matumizi, umeme, usafishaji kule vyooni na mahitaji mengine, na sisi ndio watu wenye kufanya hivyo. Kwa hivyo inshallah, na waombeni hata wale walio nyuma kule leo wasipite kule, milango hiyo miwili imefungwa. Mlango wa kwenda peponi huo hapo. Mwalimu, weka msala hapo, kila mtu apite katika huu mlango wa kwenda peponi na shilingi 10,000, 20, 15, 30, 100,000 weka hapo hapo. Huo ndo mlango wa kwenda peponi. Kwa hivyo inshallah, Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuchangie jambo hilo kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illa Allah, nastaghfirullah, nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karimal afw. Nashhadu an la ilaha illa Allah, nastaghfirullah, nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karimal. Usichenjie mfukoni ukachagua humo mfukoni ndio ukapata ya kutoa. La kwanza, kama una shilingi 100, shilingi 50, 200, hiyo tunakuachia, bora ukasaidie kununulia majani ya chai nyumbani, usitie pale, tafadhali. Kwa hivyo tumeruhusiwa sasa tupite hapo.